Na mwana michezo tumekutana na Anko Deus Kaseke. Anko, habari yako? Safi kwema. Safi, umetulia? Namshukuru Mungu. Ni kama ndo miongoni mwa wakubwa, nikiangalia hapa wote ni sura zao kama ndogo ndogo hivi. Na ukiachana ukubwa pia wewe ni mzoefu kwenye ligi. Toka Vodacom upo hadi NBC sasa hivi. Uzoefu wako pengine unautumia kiasi gani kuwaelekeza wachezaji wenzio wa Singida? Kwa ujumla ukishazoea kitu lazima utaambukiza wenzako, either kwa kuongea nao au wao wakutazame wewe kama kioo au kama kakao. Kwa sio lazima nizungumze nao, sometimes lazima pia na wao wanaona kwamba huyu mtu anafanya hivi au anafanya hiki anafanya hiki. Je, kama ni kizuri mimi nakichukua, kama ni kibaya mimi nakiacha. Kwa hiyo ni inatakiwa itokee kwao wenyewe. Shindano la ligi unaonaje kwa sasa ukilinganisha na miaka nyuma? Kuanzia miaka gani? Kuanzia miaka 2000 sawa, lakini kipindi ligi inaitwa Vodacom hadi NBC Premier League. Kwa sababu kila siku watu wanabadilika, alafu na utandawazi unaongezeka, au sio? Kwa lazima wanasema hata kwenye simu yako unaweza kuupdate vitu, au sio? Kwa hata kwenye mambo ya mpira inatokea, kwa sababu jinsi watu walivyokuwa wanacheza miaka ya 99 sio tofauti na miaka ya 2000. Sasa hivyo tuko 2020 kitu, hakuwezi kuwa sawa na 2005 au 2010. Kwa lazima ushindani unaongezeka, na kwa sababu mpira pia unaonyeshwa sana, kwa hiyo lazima ligi iwe na mvuto tofauti na zamani. Japo zamani jinsi ukiwaza historia ukisimuliwa unaona kuna vitu vingi ambavyo si hatukuviona japo kwa macho, lakini tulikuwa tunaendelea kusoma kwamba mpira wa zamani wao wanasema ulikuwa na ushindani, na sisi tutasema sasa hivi mpira wa sasa una ushindani, kwa sababu ni kila mtu ana kipindi chake. Kila mtu ana kipindi chake cha kulisi. Yes. Ligi iko mwisho, lakini pia mna mchezo na JKT. Mmejiandaje kumkabili JKT? Na ni miongoni mwa timu bora sana, inafanya vizuri. Kutokana na mlivyo Singida, mmejiandaje? Kwa sababu kwenye ratiba ilikuwa lazima tukutane na JKT. Alafu timu yoyote ambayo inacheza ligi kuu maana yake iko vizuri. Tunaheshimu JKT, lakini sisi tutaenda kupambana ili tupate ushindi, tuisogeze timu katika nafasi ambayo itakuwa comfortable zaidi. Singida ligi inaanza, mlitabiriwa nilikuwa ni miongoni mwa timu ambayo inaweza kaingia top 3, lakini imebadilika. Kitu gani ambacho kimekwamisha? Top 3? Walisema pia. Kweli. Basi ndo mpira ulivyo. Kwa sababu mtu anayetabiri sio anayecheza, au si? Alafu kuna ushindani pia. Kwa hiyo unaweza kuwa umejipanga, lakini unaweza kwenda uwanjani usipate kile kitu ambacho unakitarajia. Kwa hiyo naamini hatujatoka kwenye malengo ya timu, kwa sababu tuko nafasi ya 4 sasa hivi, na ndio nafasi ambayo tulikuwepo msimu uliopita. Kwa hiyo tungekuwa tumedrop, tuko labda nafasi ya 5 au ya 6, hapo mngekuwa mna uwezo kutuuliza hivyo tena. Lakini kwa nini mmeshuka? Lakini kwa sababu tuko ndani ya malengo, naamini hamna kitu ambacho kitatoa njiani. Tukiachana mpira, Kaseke ni mtu aina gani? Mazingira ya kawaida. Ni mimi tu unavyoniona hivi ndio niko mpirani, niko wapi niko hivi. Unatumia muda wako kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Ni jambo jema, uwezi kukaa bila kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Kwa sababu unaweza kukaa ukamkumbuka Mwenyezi Mungu, unaweza kutembea ukamkumbuka Mwenyezi Mungu. Kwa jambo hilo ni muhimu kwa kila mtu. Tukitoka Bongo tunaenda World Cup na inaanza. Wewe ni mshabiki wa taifa gani pale? France kitambo, toka niko dogo ndio timu ambayo nilikuwa naipenda. Faransa. Ufaransa. Msimu unavyoona vikosi mbalimbali umeviona, mna nafasi kiasi gani kuwania ubingwa? Wewe unakionaje kikosi cha Faransa? Cha kawaida. Nani kikosi kipi kikali? Ureno, kwa sababu mimi ni Ufaransa, kwa sababu ndio timu ambayo nilikuwa toka naanza, hata nikiwa mdogo mzee alikuwa anaweza kututoa tukaangalia mpira usiku, tunaenda huko, ndio timu ambayo
tena nakumbuka ilikuwa niko mdogo, kama niko darasa sijui la kwanza sijui la pili, miaka hiyo sijui ile 98 sijui niko darasa la kwanza sijui. Nakumbuka mzee alituchukua tukaenda kuangalia hiyo mechi. Kuanzia hapo mimi nikaanza kuishabikia Ufaransa. Mzee timu yake ilikuwa Brazil. Mimi nikaenda tofauti na yeye. Sasa alikuchukua kwenye mechi ya Ufaransa? Walikuwa wanacheza na Brazil. Yes. Kumbe hakuchagiza chochote. Lakini kuna vikosi vingi mwaka huu, msimu huu ni vizuri sana, ikiwemo na Ureno kinatajwa alikuwa na miongoni mwa vikosi bora. Safu ya ushambuliaji, lakini pia beki zao ziko vizuri. Pengine kwa upande wako unawapa asilimia ngapi Ureno kutoa ubingwa wa World Cup? Kwa sababu mimi si shabiki Ureno, siwezi kuizungumzia. Mimi nitazungumzia timu yangu ambayo naishabikia. Kwa kama timu ya ushabiki huwezi kuipa asilimia. Nitaizungumziaje wakati mimi nataka timu yangu ndio iwe na asilimia nyingi. Unataka nimpe Ureno asilimia 40 au 60? Angalia kutokana utakuwa ngapi? Kutokana na ubora wa vikosi. Mimi nimekwambia Ufaransa ndio timu yangu. Neno moja kwa mashabiki kuelekea mchezo mzidi wa JKT kuhusiana na kusupport timu yako. Waisupport, watuombee, kwa sababu unaona mpira, yani watuombee tuamke salama, twende tupambane, tushinde mchezo huo ili tuwe sehemu salama zaidi. Nimeongea na Metacha nikamuuliza kwenye kambi yenu nani mpole zaidi, alikutaja wewe, ni kweli? Mimi sio mkali, mimi ni mpole. Kama alikwambia mimi ni mpole, mimi ni mpole, sio mkorofi. Metacha ni mtu ana gani? Metacha anabadilika. Anaweza kama mpole, msumbufu, lakini kwa sababu ni mdogo wangu ambaye kabla hapa nimecheza naye Yanga, kwa tunafahamiana, kwa tunaheshimiana. Kwa kama mtu mnaheshimiana, lazima utakuwa kuna vitu ambavyo hamwezi kufanyiana. Yani hamwezi kukasirikiana, maana yake mtakuwa mko sawa muda wote. Unaamini kucheza timu kubwa inaongeza discipline kwa hali ya juu? Discipline. Kwa sababu kitu cha kwanza ukienda timu kubwa unakutana na mazingira tofauti kabisa na timu zingine. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya, manake lazima uende ubadilike. Kama ulikuwa uko na, yani kwa mfano utofauti, ngoja nikwambie. Unaona uko unacheza timu za kawaida, labda tuchukulie labda dogo, labda anatoka Singida hapa, anaenda Yanga. Kwanza ukifika timu kubwa utakuta mazingira yanabadilika, sio sawa na timu ndogo. Kwa hiyo discipline utaipata tu, kwa sababu utakutana na mtu anakulipa vizuri, unaelewa? Maana yake ili upate kile, uendelee kupata kile kizuri, lazima uendane na misingi ya sehemu ambayo upo. Wakati uko Young Africans na leo uliona wachezaji ambao wanatoka timu ndogo na timu kubwa, especially wanakuja Young Africans, unadhani kwa kiasi gani na kitu gani kinachagiza mchezaji kutoka timu ndogo akienda timu kubwa huwa wanafeli? Main source ni ipi? Kufeli, unazungumza kufeli kwa performance yao na ubora ambao walikuwa nao kwenye timu. Unavyoenda timu kubwa lazima ujiandae, yani ujiandae kisaikolojia, kwa sababu unaweza ukatoka huku wewe ndio mchezaji mkubwa, unafanya vitu vikubwa. Unavyoenda timu kubwa lazima ubadilike, kwa sababu sio timu ile ambayo umeenda kukutana nayo tena. Unakutana na wachezaji ambao ni wachezaji wakubwa, wana profile kubwa. Kwa hiyo lazima wewe ubadilike, yani uendane na mazingira yale, kwa sababu ulikotoka sio ulikoenda. Shukrani sana. Asante.